Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu sasa itisha mazungumzo na vyama vya upinzani ikiwemo Chadema ya Tundu Lissu, ataka maridhiano kwa njia hii Ikulu Dodoma, atuma barua hii kupitia hotuba nzito. Sasa bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Wakati Tanzania ikipita kutoka mwishoni mwa mwaka 2025 hadi mwanzoni mwa mwaka 2026, Rais Samia Suluhu Hassan alitoa hotuba nzito na yenye maneno makini ambayo mara moja ilibadilisha mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa, huku akituma barua kwa vyama vya upinzani na Watanzania wote. Ujumbe wake ulioandaliwa kama salamu za mwisho wa mwaka ulibeba ishara ya kina zaidi ya kisiasa. Wito wa wazi wa mazungumzo, maridhiano na ushirikiano wa moja kwa moja na vyama vya upinzani kutoka kwa Samia Suluhu, wakiwemo wakosoaji wa muda mrefu wa utawala wake kama vile Chadema, chama kinachoongozwa na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Sasa Samia Suluhu ataka mazungumzo na upinzani na maridhiano. Matamshi ya Rais Samia yalitafsiriwa pakubwa kama kukiri kwamba nchi imeingia katika wakati tete wa kisiasa na hivyo mazungumzo na wananchi ni muhimu. Baada ya miezi kadhaa yenye mvutano wa kisiasa, kukamatwa, mapigano mahakamani na kutoridhika hadharani, sauti yake iliacha makabiliano na badala yake kuegemea kwenye mapatano na maridhiano. Waangalizi walibaini kuwa hotuba hiyo ya Samia Suluhu ilionekana iliyoundwa sio tu kutuliza umma, lakini pia kutuma ishara wazi kwa viongozi wa upinzani kwamba serikali sasa inatafuta njia iliyojadiliwa ya kusonga mbele na mazungumzo. Muhimu katika ujumbe wake Samia ulikuwa mapendekezo ya kuanzishwa kwa tume ya kitaifa maridhiano na mazungumzo, ambayo alihitaja kuwa jukwaa linalokusudiwa kusikiliza sauti mbalimbali za Watanzania na vyama mbalimbali, hasa wakati wa mizozo mikali ya kisiasa na kijamii. Hata hivyo, kwa kuinua maridhiano na mazungumzo kwa kipaumbele cha kitaifa, Rais Samia alikiri bila kuficha kwamba mifumo iliyopo ya kisiasa ilikuwa na shida kudhibiti mgawanyiko unaoongezeka nchini. Kwa maana kubwa, alisisitiza kuwa tume hiyo haitawekwa na serikali kwa upande mmoja. Badala yake, alielezea mchakato wa mashauriano unaohusisha vyama vyote vya kisiasa pamoja na upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na wadau wengine. Utungaji huo ulionekana kama jaribio la kurejesha uhalali wa uaminifu Tanzania, hasa miongoni mwa makundi ya upinzani ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakishutumu serikali ya Samia kwa kutenda bila mashauriano ya maana. Rais Samia alisisitiza kuwa muundo, wanachama, mamlaka na muda wa tume hiyo vitakubaliwa kwa pamoja. Hoja hii ya rais ilijitokeza sana katika duru za kisiasa, kwani ilipendekeza nia ya kushiriki udhibiti wa mchakato uliotawaliwa na watendaji. Wachambuzi wa mambo waliona hili kuwa ni mkakati wa kuvishawishi vyama vya upinzani ikiwemo Chadema kufika mezani Ikulu bila kuogopa ghiliba na kufanya mazungumzo na kuridhiana. Katika hotuba yake, rais alirejelea tena na tena kwenye mada ya umoja wa kitaifa, akionya dhidi ya kuruhusu tofauti za kiitikadi, kisiasa au kijamii, kidini kuvunja nchi. Ingawa anakubali kwamba kutokubaliana ni jambo la kawaida katika jamii ya kidemokrasia na kisiasa, alisema kwa migogoro isiyodhibitiwa inaleta tishio kubwa kwa utulivu wa nchi, maendeleo na mshikamano wa kijamii Tanzania. Hata hivyo, msisitizo wake rais wa mazungumzo kama zana kuu ya kusuluhisha mizozo ya kisiasa ulisimama tofauti na utegemezi wa hivi majuzi wa serikali ya Tanzania juu ya hatua za kisheria na usalama. Tofauti hii haikupotea kwa umma. Wengi walitafsiri maneno yake kama kukiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba mbinu za kutumia nguvu zilizidisha kutoaminiana badala ya kutatua malalamiko ya msingi. Rufaa ya upatanisho pia ilibeba uharaka wa kisiasa usio na shaka, huku hasira za upinzani zikiongezeka na umakini wa kimataifa ukizingatia zaidi hali ya kisiasa ya Tanzania. Mawasiliano ya Rais Samia yalionekana kulenga kuzuia kuongezeka zaidi kujumuishwa kwa vyama vya upinzani kama vile Chadema, ambacho ndio chama kikuu cha upinzani katika simulizi ya maridhiano na mazungumzo, kulivutia sana kutokana na uhusiano mbaya kati ya serikali na chama hicho katika miaka hivi karibuni. Ndani ya duru za upinzani, hotuba hiyo ilizua hisia za tahadhari na ujumbe huo pia ulizua hisia kali. Ingawa baadhi walikaribisha mabadiliko ya sauti kama yamechelewa, wengine walihoji kama mwito wa mazungumzo na maridhiano ungetafsiriwa kuwa vitendo vinavyoonekana kama vile kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa ikiwemo Tundu Lissu, mageuzi ya michakato ya uchaguzi au dhamana ya uhuru wa kisiasa. Hata hivyo, ukweli kwamba
mwaliko huo ulitolewa hadharani uliweka shinikizo kwa pande zote mbili kujibu haraka. Hata hivyo, kwa chama tawala cha CCM, ujumbe wa rais uliashiria kitendo tete cha kusawazisha. Kwa upande mmoja, ililenga kutoa msimamo wa serikali na ushirikishwaji, kwa upande mwingine ulihatarisha kufasiriwa na watu wenye msimamo mkali kama ishara ya udhaifu ndani ya CCM. Mvutano huo ulionyesha kuongezeka kwa mijadala ya ndani kuhusu jinsi chama kinapaswa kudhibiti upinzani na kudumisha utulivu wa muda mrefu wa kisiasa. Muda wa anwani pia ulibeba uzito wa mfano wa kuhusisha maridhiano na kuanza kwa mwaka mpya. Rais Samia alianzisha mazungumzo kama sehemu ya kurejesha taifa, akiwataka Watanzania kuacha hasira na kutoaminiana. Simulizi hili lililenga kuoanisha mazungumzo ya amani, kihisia na matumaini, upya na uwajibikaji wa pamoja. Waangalizi wa kimataifa na duru za kidiplomasia walifuatilia kwa karibu hotuba hiyo, wakiiona kama njia inayoweza kuleta mabadiliko. Wito wa utawala shirikishi na mazungumzo ya kisiasa umezidi kujitokeza katika tathmini za nje ya Tanzania, na matamshi ya rais yalionekana kusawazisha kushughulikia masuala hayo bila kukiri waziwazi makosa ya hapo awali. Licha ya lugha ya maridhiano na mazungumzo ya huruma ya Rais Samia, aliepuka kurejelea moja kwa moja mabishano mahususi au kukamatwa au madai ambayo yamechochea hasira ya upinzani. Hata hivyo, kutokuwepo huku kuliacha nafasi ya mashaka, kwani wakosoaji walisema kwamba upatanisho hauwezi kufanikiwa bila kukabili malalamiko madhubuti kutoka kwa Watanzania na vyama vya upinzani. Hata hivyo, nia yake ya kufungua mlango wa mazungumzo na maridhiano na vyama vya upinzani ilionyesha mabadiliko katika mkao. Hata hivyo, nchi inapochangamsha ujumbe huo wa Samia, umakini sasa unaelekezwa kwenye kile kinachofuata. Vyama vya upinzani vinatafakari iwapo vitajihusisha na mchakato uliopendekezwa na rais, huku wananchi wakiangalia dalili kwamba mazungumzo yatavuka zaidi ya hotuba katika hatua za maana. Uaminifu wa mpango wa upatanisho utategemea sana uwazi na ufuatiliaji. Ombi la Rais Samia liliweka wajibu kwa umma kwa upana zaidi, akiwataka wananchi kulinda amani na umoja bila kujali msimamo wa kisiasa. Kwa kutunga upatanisho kama wajibu wa pamoja wa kitaifa, alijaribu kupunguza ubaguzi na kukatisha tamaa maneno ya uchochezi katika pande zote mbili Tanzania. Mwishowe, hotuba ya Rais Samia ilijitokeza si kwa ajili ya kusherehekea mafanikio yake, bali kwa kutambua kwamba mgogoro umezidi Tanzania, kwa kuitisha mazungumzo na kusameheana na maridhiano waziwazi na vikosi vya upinzani kama Chadema na vyama vingine, na pia kusisitiza maelewano juu ya makabiliano. Alionyesha kwamba njia ya kuelekea Tanzania sasa inaweza kutegemea kidogo utawala wa kisiasa na zaidi juu ya kuishi pamoja kwa amani, kwa mazungumzo na kupendana na maridhiano pamoja na kusameheana. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa upinzani wameweza kujibu wito huu ama barua hii ya Samia Suluhu kupitia hotuba yake ya kutaka mazungumzo na maridhiano na upinzani, na viongozi kama vile John Heche wa Chadema wamesema ya kwamba hawakubali mazungumzo yoyote bila haki kutendeka, bila wafungwa wa kisiasa wa Chadema kuweza kuachiliwa huru, na wote ambao waliweza kufariki katika maandamano waweze kupatiwa haki na ukweli ujulikane, na waliohusika waweze kukamatwa. Hili ni ombi la Chadema kupitia John Heche, ndipo mazungumzo na maridhiano yafanyike. Hata hivyo, ikiwa wakati huu utakuwa hatua mabadiliko ya kweli au fursa iliyokosa, itabainishwa katika miezi ijayo. Kwa sasa maneno ya Rais Samia Suluhu yamebadilisha masimulizi ya kisiasa nchini Tanzania, kuweka mazungumzo na maridhiano katikati mwa safari ya Tanzania ya mwaka 2026 isiyo na uhakika. Hata hivyo, sasa hivi tunasubiri tuone kama ndani ya wiki chache ama miezi inayokuja, kama Chadema wataweza kuzungumza na Samia Suluhu au kukaa meza moja na CCM na kufanya maridhiano na mazungumzo au la. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, unadhani huu ni wakati mwafaka kwa chama cha Chadema na vyama vya upinzani kukaa chini na serikali na kufanya mazungumzo na maridhiano ili kuleta umoja na amani na utulivu nchini Tanzania? Nijuze maoni yako, vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.